Dada, kwani ile bado inaendelea kwa mbaya. Maana sitamani atakuacha pekee yako pale kwa nani. Mdogo. Ungeenda tu shule. Maana elimu ni ya msingi kuliko mimi. Nani katu uende? Kwani hata masomo yangu tukaenda shule. Sidhani kama ataendelea. Ungeenda tu. Ninaugua kwa dada. Asante. Ni kazi utakuwa eti. Asante. Nenda tu. Nipo tamkuta. Angalia dada bunda. Wewe acha tu. Hospitali vipi? Ila mimi nina wazo. Kuna rafiki yangu mmoja anaweza kutusaidia. Kweli? Anaitwa Doka. Mwenye kuna shida zangu. Anatatulia fast yani. Dadangu anaweza kupona. Niamini. Mimi nitakuongopea kudanganya. Wewe niamini mimi. Anapona. Basi twende. Wanangu mimi sielewi kabisa. Sasa sielewi kabisa. Ndio sielewa nini sasa hapo. Unajua kila mtu ana stress hapo. Wewe kama mdogo analeta madharau, huyo mtakati pale. Mambo zenu. Poa vipi? Poa, Doka tunakuta. Na shida naye gani? Kwa kitu chetu tuna shida naye. Poa. Sio Doka. Biayushwa. Poa. Doka sio. Najua nyinyi mnazungua sana. Ndio nipande kama hizi. Hapo. Shafika. Bali niombe akanyaki. Poa. Okay. Ishi basi. Nipo. Mbona kama uko umekaa tunagombana vipi? Mambo. Fresh. Wewe ulikwambiaje kusikia na uniform ndio? Samahani. Eto jirudia tena na kuahidi. Shida tu tumetumbana ndio maana tukaja. Mbona hamna msaada zaidi yako? Rafiki yangu anaitwa Christina. Christina huyu ndio nakwambia anaitwa Doka. Anaweza kukusaidia sana. Una umri gani Christina? Una miaka 18 na miezi kadhaa. Sio bwana mdanganya. Mbona unaonekana bado mdogo sana? Hamna, labda kutokana na hali ngumu ya maisha nilionayo.
Sikia mwana. Acha nimsikilize Christina tu. Okay, nenda kwa Usi. Ni sawa. Asante, tuondoke. Uko sawa? Ndio, niko sawa, tuondoke. Tena Vipi? Kila kitu ushanona ushaka kwenye begi? nimeweka. Nilipotaka kwenda nyumbani. Ndiyo. Kila tusienda sasa hivi. Maana anaweza akaisi jambo. Kweli. Tusubiri mpaka Nziva akisharudi shule tutaongozana nao. Mambo zenu? Poa. Vipi? Mbona leo sijaona shule? Haya kuhusu. Ukipita kwa tutachina. Sawa. Ndio tunaondoka nyumbani. Ndiyo. Haya tuondoke. Ndio mwe mnakuja shule. Afu wewe. Changanya vipi? Dada. Amka ule dadangu. Pata nguvu ya kumeza dawa. Ndio ushaamka basi. Wadogo zangu. Mimi ile. Je, nyinyi mmekula? Sijali kuhusu sisi. Amka kwanza ule dadangu.
Dada. Sikia vizuri. Hizi dawa mzungukia mbona ni ghali sana? Niwezaje kuzipata? Kuna hadithi ndefu. Japo napata kujua la kumzika kwanza. Sio mnajizamilisha watu wenu kwa ajili ya kutetea afya yangu. Nikapoteza mtu wangu kwa hela. Kwanza dada. Utajua kesho. Acha nipumzike kidogo. Ili dada arudi katika hali yake. Sawa. Lakini kwa nini kunaambia kwamba msaada wenyewe unawalipa magumu na kidhalili na mnaende? Christine, hali ya maisha kwa sasa hivi ni kwamba kila upande. Hivyo sidhani kama kuna mtu anaweza kutoa msaada wake bila kulipwa. Tena sasa kwa Doka, hiyo ndio njia anajichagulia yeye. Kwa kuwa jinsia zetu ni tofauti, ana haki kutumia njia aliyotumia yeye kwa kujilipa. Nashindwa kuelewa inakuwaje pindi atakapoomba msaada na mtu wa jinsia yake. Bibi aliwahi kuniambia kwamba ili uweze kufanikiwa na yako yaende, anza kujishughulisha na yako kwanza, ya wengine achana nayo. Christina, tuangalie kwetu kwanza. Sawa.